Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana na lihimidiwe. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati na manabii. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Msaada wetu kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, twaungama kwamba tumekutenda dhambi wewe na jirani zetu, kwa mawazo na maneno na matendo, na kwa kutimiza yatupasayo. Twasikitika sana, twatubu. Kwa njia yake Yesu Kristo utusamehe na kusafisha kwa Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kutumikia katika upya wa maisha kwa utukufu wa jina lako. Amen. Mwenyezi Mungu anayewasamehe wote watubuo kwa kweli, akurehemuni, akusameheni dhambi zenu zote, akutieni nguvu, akuimarisheni katika wema wote, kisha atufikishe sisi sote kwenye uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu ambaye kwako zaishi roho zao waliofariki dunia katika Bwana, na kwako zakaa katika furaha na kustarehe roho za waaminifu wakiisha kutolewa katika mzigo wa mwili huu, twakushukuru sana kwa sababu umependa kumtoa huyu ndugu yetu, baba yetu Canon Wilson Marebeto katika tabu za dunia hii ya dhambi. Nasi tunakuomba pende kwa hisani yako kuitimiza upesi hesabu ya wateule wako na kuhimiza ufalme wako wa milele, ili sisi pamoja na wote waliofariki
katika imani ya kweli ya jina lako takatifu, tupate utimilifu wetu na raha yetu mwilini na rohoni, katika utukufu wako usio na mwisho, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Walio nafasi tuketi. Hakuna mwenye uwezo juu ya roho, haizuie roho siku ya kufanya. Hakuna mwenye uwezo juu ya roho, haizuie roho. Tazama siku ya kufanya, hakuna mwenye uwezo juu ya roho, kamba imefungwa, tuishie hapo kwenye kamba, tusivuke kamba. Siku ya kufanya, hakuna mwenye uwezo Nalisema nitazitunza njia zangu nisije nikakosa, nisije nikakosa. Nalisema nitazitunza njia zangu nisije nikakosa, nisije nikakosa. Nitajitia mkinywani maadamu mtu mbaya yuko mbele yangu, mimi nisije nikakosa, nisije nikakosa. Nalikuwa sisemi, nalinyamaza kimya, sina faraja, maumivu yangu yanazidi, mimi nisije nikakosa, nisije nikakosa. Wala hujaumba dunia tangu milele, Mungu wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita, na kama kesha la usiku. Wawagarikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameavyo. Asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka. Maana tumetoweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu kwa mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako. Tumetoweshwa miaka yetu kama kite. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi na kutokomea mara. Ni nani ajuaye uweza na hasira yako, na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Mungu kama alivyoandikwa katika waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15. Waraka wa Korinto wa kwanza sura ya 15 tukianzia na aya 50 hadi ya 58. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa.
Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo itakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuwapi, e mauti, kushinda kwako? Uwapi, e mauti, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Hili ndilo neno la Mungu. Mabalozi, yes. Niombe kwaya kusikae mbali sana ili upate nafasi tu unakuja mara moja. Yes. Hallelujah. 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 Nasikia sauti yako Bwana inaniita, nifanye kazi yako Bwana bila kuchoka. Nasikia sauti, hata nikiwa duniani bado nasikia sauti ya upole na unyenyekevu. Ninaitwa, ninaogopa, ninajificha Bwana. Sauti ya upole inaniita, nasikia, ninaitwa, nasikia sauti yako Bwana inaniita, nifanye kazi yako Bwana bila kuchoka. Nasikia sauti, hata nikiwa duniani bado nasikia sauti ya upole na unyenyekevu. Bado nasikia, ninaitwa, ninaogopa, ninajificha Bwana. Upole inaniita, nasikia, ninaitwa. Tunajifunza kwamba leo hata manabii wa zamani waliotutangulia walisikia sauti yako, walifanya kazi yako kwa uaminifu mkubwa na kujitoa. Walisikia sauti, hata mitume na manabii uliowaita kwa majina yao waliitika,
sauti yako Bwana, walifanya kazi yako usiku na mchana bila kuchoka, walisikia sauti yako Bwana. Hata Yesu mwana wako Mungu uliposema ni mtume nani aende duniani, alisikia sauti yako, alifanya kazi yako usiku na mchana bila kuchoka, alisikia sauti yako Kupendeza na kuvutia, lakini sauti yako imenivuta. Bwana, nataka nifanye kazi na wewe, usiniache peke yangu, usiniache Bwana. Nimesikia sauti yako, kupendeza na kuvutia, lakini sauti yako imenivuta. Nataka nifanye kazi na wewe, usiniache peke yangu, usiniache bila kuchoka, ni wakati wa kurudi kwake Bwana, tufanye kazi yake bila kuchoka, wenye
Kwa ajili ya maisha ya mtumishi wako aliyelala Wilson Malebeto, nakushukuru kwamba ulimwita. Kabla ya hapo ulimleta wewe mwenyewe duniani katika udongo wa ardhi ya dunia hii, lakini pia imekupendeza umemwita aje kwako kwa ajili ya mapumziko baada ya mwili huu na watabu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya huduma zote ambazo wamezitenda, na hasa katika maeneo mbalimbali kama tulivyosikia katika huduma uliyomwitia. Ametenda kazi yako kwa uaminifu, na kazi yako imefikia mahali hapo ambapo imezaa matunda mengi, na yale matunda yataendelea kuishi mpaka Bwana Yesu utakaporudi mara ya pili. Ameacha familia, amemwacha mama mwenzi wake Mdala Erika, yuko miongoni mwetu hapa. Alikuwa amezoea kumshirikisha mwenzake, kuna mambo yakiwa magumu anamshirikisha, lakini sasa yuko peke yake. Chumba kile kitakuwa kikubwa sana kwa sababu yuko peke yake. Ataomba peke yake, lakini zaidi sana wewe tunaomba kwa neema yako ukamtie nguvu, akalipokea jambo hili na akushukuru na kukutukuza kwamba wewe umetoa kibali hicho, na yeye mwenyewe akabidhi maisha yake kwako, kaendelea kumtia nguvu ya kuendelea kuishi. Lakini pia tuna watoto ambao amewaacha wako miongoni mwetu pamoja na wenzi wao. Tunamwombea Olivia pamoja na mwenzi wake Matayo. Tunamwombea mchungaji Moti pamoja na mwenzi wake Alesi. Tunamwombea Godfrey pamoja na mwenzi wake Happiness. Tunamwombea Sara pamoja na mwenzi wake Joseph. Tunamwombea Peter pamoja na mwenzi wake Esther. Tunamwombea Wema pamoja na mwenzi wake Grace. Tunamwombea mchungaji Grace pamoja na mwenzi wake Lemson. Lakini pia tunaombea na familia ya marehemu Elisha. Hawa wote tunawaacha mikononi mwako pamoja na watoto wao na watoto wa watoto wao. Mungu, wewe mwenyewe ukawe ndiye baba yao, ukawe ndiye mchungaji wao, ukawe ndiyo ngome kwao, na hasa katika maisha haya kipekee wakapokea urithi wa imani ya baba yao, wakakutumikie. Tunajua wengine humo umewaita katika huduma takatifu, kaendelee kuwasimamia. Tunaomba tukiamini kwamba utatusikia mahali hapa. Lakini hayo machache tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Mungu wetu, wewe unaona sirini,
wewe unaijua kazi za watoto wako uliowatuma, na unajua wajibu mkubwa ambao kanisa limekuwa nao. Kanisa linashukuru kwa kazi na huduma ya mtumishi huyu Wilson, ambaye ametumika huku na huko akihubiri Injili. Kanisa linasikia kupungukiwa kwa sababu mtumishi wake sasa amelala. Tunaliombea kanisa katika kipindi hiki, na hasa katika maeneo mbalimbali ambako wamepita: Dayosisi ya Ruaha, Dayosisi ya Kondoa, ECT na maeneo mengine mbalimbali ambako mtumishi wako ametumika. Asante kwa kazi kubwa ambayo pia kanisa imefanya kwake katika kumlea na kumtunza na kumsaidia katika safari ya maisha yake. Asante hata na kwa huduma hii ya mwisho ambayo imefanya. Tunaliombea kanisa lizidi kutumika vema, kuwatazama watumishi wake wanaotumika, ili hatimaye hata wanapomaliza kazi na huduma zao, kanisa liweze kusema haleluya, kwa sababu utumishi wao umetukuka. Watie nguvu watumishi. Bariki kanisa la Mungu hapa Tanzania, kanisa la jimbo. Ubariki katika kazi na majukumu mbalimbali walio nayo. Kanisa lisikate tamaa, wachungaji wasikate tamaa, na wala Wakristo wasikate tamaa. Tunaliombea na taifa letu pia ambalo linapita katika mambo magumu, katika hali ngumu ya kiuchumi. Tunaombea wananchi wetu wa Kristo na wengine wote wadumu kuwa wananchi imara, wasikate tamaa wala wasirudi nyuma, kwa sababu bado mkono wa Mungu upo katikati yetu siku zote, ukigeuza mambo kuwa mambo yaliyo bora zaidi. Tunakushukuru Mungu wetu, tuombea viongozi wetu, kiombea shughuli zote ambazo zinafanywa sasa. Bariki na mipango mingine yote ambayo taifa letu linafanya, ili hatimaye kanisa pamoja na taifa vikaondoe maumivu na shida ambazo zinawapata watoto wako. Asante Mungu wetu kwamba wewe unasikia. Wabariki waliokusanyika hapa, ishara ya umoja wa kanisa. Asante kwa upendo wao. Asante kwa Lanzi. Kata ya Majeleko, wilaya ya Dodoma vijijini, kwa sasa ni wilaya ya Chamwino na mkoa wa Dodoma, akiwa mtoto wa pili kati ya watoto 7 katika familia ya mzee Petro Emi Malebeto Chisebe. Ubatizo. Kanoni Wilson Petro Malebeto alibatizwa tarehe 5 mwezi wa 10 1961 katika parishi ya Chironwa chini ya katekisti Elia Nukwala na kasisi Elia Mwembani. Elimu. Kasisi Reverend Canon Wilson Petro Malebeto alipata elimu ya watu wazima kupitia programu ya TAPA, yani Tanzania Parent Association, mwaka 1957. Mwaka 1966 mpaka 1967 alikwenda kusoma elimu ya Biblia katika chuo cha Msalato Bible School. Mwaka 1961 alikwenda tena kupata elimu ya Biblia katika chuo cha Msalato Bible School kwa kozi ya mwaka mmoja. Mwaka 1972 mpaka 1974 alijiunga na masomo ya uchungaji katika chuo cha St. Philip's Kongwa. Kasisi Reverend Canon Wilson Petro Malebeto alifunga ndoa. Tupo kwenye kipengele cha ndoa. Kasisi Reverend Canon Wilson Petro Malebeto alifunga ndoa na Erika Msanjila kutoka familia ya Mweleto Msanjila Mwendawanu.
Huyo alikuwa baba yake na Elika. Na Vihonje Machite Chimbagwa, yani mama yake na Elika, walifunga ndoa tarehe 20 ya mwezi wa 5 1968 katika parish ya Majereko, na ndoa hii ilifungishwa na Kasisi Elia Muhembana. Kazi. Kuanzia 1957 hadi mwaka 1960 alifanya kazi ya udereva wa matrekta katika kampuni ya Kongwa iliyojihusisha na shughuli za kilimo, na baada ya hapo aliacha hiyo kazi na kurudi nyumbani kijiji cha Chibati ambacho ni sasa kinaitwa Maziranzi. Utumishi wa kazi ya Mungu. Sehemu ya kwanza, ualimu wa kanisa. Mwaka 1961 alichaguliwa kuwa mwalimu wa kanisa katika kijiji cha Chibati ambacho ni Maziranzi. Alihudumu kwa miaka miwili hadi mwaka 1962. Mwaka 1963 alihamishwa kutoka kijiji cha Chibati kwenda Bwanzo kuendelea na kazi ya walimu wa kanisa hadi tarehe 20 ya mwezi wa 10 1967. Ilipofika tarehe 23 mwezi wa 10 1967, alihamishwa kwenda kijiji cha Chilonwa kuendelea na kazi ya walimu wa kanisa kwa miezi 10 hadi tarehe 2 mwezi wa 9 1968. Tarehe 4 mwezi wa 9 1968 alihamishwa kutoka Dodoma kwenda Iringa katika kijiji cha Mondomera, mtaa wa Izazi, mkoani Iringa, kuendelea na kazi ya ualimu na kudumu hapo kwa muda wa miaka miwili hadi mwaka 1970. Sehemu ya pili, kupata daraja la ushemasi. Tarehe 6 mwezi wa 10 1974 aliwekwa mikono kuwa shemasi na Baba Askofu Yohana Madinda na baadaye daraja la ukasisi. Sehemu ya tatu, uchungaji. Katika kipindi cha uhai wake, Kasisi Reverend Canon Wilson Petro Malebeto alifanya kazi ya uchungaji katika maeneo mbalimbali katika Diocese ya Central Tanganyika, yani DCT, kwa kipindi cha miaka 28. Hii miaka 28 ni kipindi cha uchungaji tu. Mwaka 1974 mpaka 1982 alifanya kazi katika parishi ya Izazi, Pawaga, mkoani Iringa. Tarehe 31 mwezi wa 8 1982 alipewa uhamisho kwenda parishi ya Nala mkoani Dodoma kwa kipindi cha miaka 5 hadi mwaka 1987. Tarehe 1 mwezi wa 12 1987 alihamishwa kwenda parishi ya Mbalawala na kudumu kwa kipindi cha miaka 4 hadi mwaka 1991. Tarehe 25 mwezi wa 10 1991 alihamishwa kwenda parishi ya Kikombo na kudumu kwa muda wa mwaka 1.5 hadi Juni 1993. Tarehe 4 mwezi wa 9 1993 alipewa uhamisho kwenda parishi ya Msalato A kwa kipindi cha miaka 2 na siku 28 hadi mwaka 1995. Tarehe 4 mwezi wa 9 1994 alihamishwa kwenda parishi ya Ntyuka na kudumu kwa miaka 7 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2002 alipostaafu. Hivyo Kasisi Reverend Canon Wilson Petro Malebeto amelitumikia kanisa kwa jumla ya miaka 42, yaani kuanzia ngazi ya walimu wa kanisa hadi daraja la ukasisi na ukanon 1960 mpaka 2002. Watoto wa kiroho. Katika kipindi cha huduma yake, Canon Wilson Petro Malebeto alifanikiwa kupata watoto wengi waliotokana na huduma yake ya kichungaji. Baadhi yao ni hawa wafuatao. Wako wengi, lakini hao tutawataja wawakilishi wao. Wa kwanza ni Baba Askofu Dr. Given Gaula wa Diocese ya Kondoa ambaye yuko hapa mbele yetu. Wa pili, Kasisi Canon
Yona Lugolei ambaye ipo DCT, Kasisi Canon Bezaleli Bijima wa DCT, Kasisi Maria Kapande DCT, Kasisi Elia Mbalaga DCT, Kasisi Joshua Mkoga wa Dayosisi ya Ruaha, Kasisi Yaredi Chisorodia wa Dayosisi ya Ruaha ambaye ni marehemu kwa sasa, ndugu Gerard Makala wa Dayosisi ya Ruaha, Kezia Kigambe wa Dayosisi ya Ruaha, Sala Nyagawa wa Dayosisi ya Ruaha na ndugu Hosea Mlula wa Dayosisi ya Dar es Salaam. Ugonjwa hadi kifo chake. Mwaka 2018 mwishoni alianza kusikia hali ya kukosa nguvu, moyo kwenda mbio, maumivu ya mgongo na miguu kufa ganzi. Aliendelea kupata matibabu ya kawaida. Mwaka 2019 alipelekwa hospitali ya Benjamin Mkapa kwa uchunguzi zaidi. Ndipo alipogundua ana tatizo la moyo na mifupa. Ndipo alianzishiwa kliniki ya moyo ya kila mwezi pale hospitali ya Benjamin Mkapa. Tarehe 4 mwezi wa 4 2026 alianguka ghafla baada ya kukosa nguvu akiwa nyumbani. Akapata vipimo na kuonekana ana malaria na presha ya kushuka na kupewa dawa alizotumia kwa siku 3 na kupata nafuu. Lakini tarehe 8 mwezi wa 4 2026 aliishiwa nguvu tena na ghafla na kusikia maumivu makali ya kichomi kifuani. Akatokwa na jasho jingi na kuanza kutapika. Hali ya kichomi ilimpelekea kutokuwa na utulivu. Ndipo familia iliamua kumpeleka hospitali ya Benjamin Mkapa kwa matibabu zaidi. Baada ya uchunguzi, alibainika kuwa alipatwa na tatizo la shambulio la moyo, yani heart attack. Alipatiwa matibabu kwa siku 8 pale Benjamin Mkapa na tarehe 15 mwezi wa 4 2026 jioni aliruhusiwa kurudi nyumbani. Akiwa anaendelea na kutumia dawa nyumbani, changamoto ya kuto kupumua vizuri kwa vipindi vya mpito ilijitokeza. Baada ya kuona hali hii, familia waliwasiliana na madaktari waliomhudumia hospitali ya Benjamin Mkapa na kuambiwa kuwa hali hiyo itakaa vizuri kadri anavyoendelea kutumia dawa. Tarehe 19 mwezi wa 4 2026 majira ya usiku, hali ya kutopumua vizuri kwa vipindi vya mpito iliongezeka zaidi. Ilipofika majira ya saa 8:30 usiku wa tarehe 20 mwezi wa 4 2026 alifariki. Baada ya hapo, taarifa zilitolewa kwa ndugu, jamaa na marafiki. Kasisi Reverend Canon Wilson Petro Malebeto amefariki akiwa na umri wa miaka 89. Familia aliyoiacha. Utangulizi. Katika uhai wake alipata baraka ya watoto 10, 3 kati yao wameshatangulia mbele ya haki. Lakini pia alipata wajukuu 35, 1 kati yao ametangulia mbele ya haki. Kwa hiyo marehemu Canon Wilson Petro Malebeto ameacha familia ya watu 58, yaani mke mmoja, watoto 7, wajukuu 34 na vitukuu 16. Gharama za matibabu na mazishi. Gharama ilitumika kwa ajili ya kumsafirisha marehemu kwenda Benjamin Mkapa pale alipopata heart attack. Walitumia gharama ya 90,000. Lakini pia baada ya kuruhusiwa
walitumia usafiri kumrudisha nyumbani, ambapo walitumia 60,000. Usafiri baada ya kufariki sasa, usafiri ulitumika kuchukua mwili hapa nyumbani kupelekwa Chamwino kituo cha afya, walitumia 60,000. Lakini pia jana wakati mwili unarudishwa kutoka hospitali kituo cha afya cha Chamwino kurudi Chalinze, walitumia 60,000 pia. Lakini usafiri uliombeba kasisi Reverend Canon Wilson Petro Malebeto ulitolewa na ofisi ya Diocese of Central Tanganyika. Matibabu hospitalini, huduma zote alizozipata, ilitumika fedha za Kitanzania milioni 7,259,500. Gharama ya jeneza iligharimu 510,000. Lakini hizo gharama zilitolewa na Diocese ya Central Tanganyika, Diocese ya Ruaha pamoja na familia. Ujenzi wa kaburi umegharimu 400,000 mpaka tutakapompumzisha marehemu, yani Canon Wilson Malebeto. Gharama itakuwa 400,000. Gharama za mochwari ilitumika 100,000, na hiyo familia walilipa. Kwa hiyo jumla ya matumizi yote imegharimu. Lakini pia kuna sanda zilitolewa 3. Sanda ya kwanza alitoa Baba Askofu Lucinet Kingamkono wa Diocese ya Mpwapwa. Lakini pia sanda ya pili kanisa la Mtakatifu Matayo walitoa, na sanda ya tatu familia ilitoa. Kwa hiyo jumla ya gharama zote zilizotumika wakati wa matibabu mpaka leo tutakapompumzisha ni fedha za Kitanzania milioni 8,479,500. Inawezekana mkashangaa tunasoma gharama, kuna maeneo na taratibu hizo, kwa hiyo tuipokee. Shukrani. Familia ya marehemu Kasisi Reverend Canon Wilson Petro Malebeto, tunatoa shukrani za dhati kwa watu wafuatao ama kwa maeneo yafuatayo. 1, tunatoa shukrani za dhati kwa wafuatao, yani Baba Askofu Dr. Dickson Chilongani wa Diocese of Central Tanganyika, Baba Askofu Dr. Given Gaula wa Diocese ya Kondoa, Baba Askofu Lucinet Kingamkono wa Diocese ya Mpwapwa, na Baba Askofu Dr. Joseph Mgomi wa Diocese ya Ruaha. Vile vile tunawashukuru ma-area dean wote na wachungaji wote waliohudhuria msiba huu. Vile vile tunawashukuru madaktari, wauguzi na wataalamu wote wa hospitali ya Benjamin Mkapa kwa huduma yao. Lakini pia tunatoa shukrani kwa wataalamu wa afya wa zahanati ya Wirunze. Lakini pia tunatoa shukrani za kipekee kwa Nesi Hagai Bobesi. Huyu ni mojawapo wa familia, lakini yeye ndo alikuwa mstari wa mbele pale tatizo lolote linapotokea la haraka, alikuwa anamhudumia baba kwa haraka kwa huduma ya karibu kwa mzee wetu. Tunawashukuru majirani wote wakiwakilishwa na Mihinzo Palatia. Huyu Palatia ni dereva wa pikipiki, kazi anayoifanya Mungu ambariki. Lakini pia yupo Dina, Juma, Aksa na mume wake. Lakini pia tunawashukuru pia madereva wote waliompeleka hospitali Benjamin Mkapa kumrudisha nyumbani,
na dereva aliyepeleka mwili wa marehemu wetu katika hospitali ya wilaya ya Chamwino. Pia tunawashukuru watu wote waliomwombea mzee wetu wakati anaumwa. Tunawashukuru wote walioshiriki kuchimba na kujenga kaburi, wapishi, kwaya zote zilizoshiriki, kikundi cha huduma za kijamii cha Ihumwa na viongozi na Wakristo wa parishi ya Mpela na wakazi wa Ihumwa. Vilevile tunapenda kutoa shukrani kwa kasisi wa parishi ya Chinangali na Wakristo wote wa kanisa la Mtakatifu Matayo, viongozi wa serikali ya kijiji, ndugu jamaa na marafiki na watu wote mliofika kushirikiana nasi katika ibada ya leo na kwa michango ya hali na mali. Pia tunatoa shukrani kwa jamii ya watu wa Majereko, Charinze, Chinangali na maeneo yote ya pande 4 za dunia, yaani kusini, kaskazini, magharibi, mashariki kwa ushiriki wenu. Hitimisho. Msiba huu utahitimishwa kesho, siku ya Jumamosi, baada ya kugawa nguo za marehemu. Tunawakaribisha wote kushiriki katika zoezi hili muhimu ambalo litaanza saa 2 kamili asubuhi. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Unifanya mshindi. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 11 mstari wa 17 mpaka wa 27. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 11 mstari wa 17 mpaka wa 27. Tuseme atukuzwe Bwana. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadiri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangelikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomuomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Ndilo neno la Bwana. Baba, siku moja tutakutana huko mbinguni na watakatifu wako waliotutangulia, waliolala. Tunataka kusimulia maisha ya mtumishi wako ili ajenge safari yetu ya kwenda mbinguni. Injili imesimama
Kanoni Malebeto ni habari njema. Ameisimulia kwa bidii maisha yake yote na ataishi katika maisha yetu. Roho Mtakatifu kaseme nasi ili tukajifunze, tuendelee kujua sana, kupenda sana na kutegemea wewe kwenye maisha yetu. Na wakati wa parapanda ya mwisho tuingie mbinguni kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Na kutuletea zawadi ya ajabu katika dunia hii. Alituletea zawadi ya Kanoni Wilson Malebeto. Malebeto. Na kumshukuru Mungu kwa zawadi hii. Yeye alikuwa zawadi kwa baba na mama, akawa zawadi kwa mke wake, akawa zawadi kwa watoto wake. Lakini zaidi ya yote alikuwa zawadi kwa kanisa la Mungu. Bwana asifiwe sana. Nimemfahamu Kanoni toka mwaka 82, 81, 82 hapo ingia na. Tuko hapa tunaweza tukayasimulia maisha yake. Lakini sisi Wanala tunaweza tukawa tunamshukuru Mungu sana kwa maisha yake. Wengine sisi tusingesimama hapa bila mtu huyu. Na mimi nawakumbuka sana hapa wapo. Yupo Elia Mbalaga, yuko Yona Lugolei. Kwa kweli kwa wakati ule na mimi Alaya akaja Mbijima. Ametuchoa mbali sana. Mimi nakumbuka sana tarehe 8 mwezi wa 8 aliponiweka kuwa mwalimu wa kanisa, baada ya kanisa letu kuhangaika sana bila kuwa na mwalimu wa kanisa. Lakini alikumbuka injili yake, alihubiri habari za Daudi, watoto wa Yese. Alipokuwa ananisimika alihubiri kwa mzigo na injili yake sitaisahau maishani mwangu. Nilikuwa kijana tu na baadhi yao wananijua hapa. Lakini nilianza kuhubiri injili. Ulikuwa mwaka umepita nikihubiri injili. Bwana asifiwe. Naanza kuhubiri kwa mzigo na mwaka 83 akasema huyu anaweza kuwa chombo cha Mungu. Na siku ile akasema Yese anaambiwa watoto wako wote wako hapa. Asema amesalia mdogo, na mimi nilikuwa mdogo. Lakini akaniweka kuwa mwalimu wa kanisa. Bwana asifiwe. Na mimi namshukuru Mungu sana kwa kazi hii sana. Nimeishi kwa sadaka, wewe fikiri, toka mwaka 1983 mpaka leo. Bwana asifiwe. Yaani naanza kuishi kwa pasenti. Hayo mimi kazi naipenda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Toka 1900 mwezi wa 8 1980 ngapi? Na dua pasenti mimi. Bwana asifiwe. Na kazi imenipa baraka nyingi sana. Lakini ilikuwa kazi ya mtu huyu. Mwaka 1985 mwezi wa 8 wa 9 alinipeleka Bible School. Mwaka 85. Lakini yote inakuwa hadithi nyingine, lakini kuna mambo matatu ambayo alinipa siku ile naenda Bible School yamebaki yakitenda kazi maisha yangu mpaka nitakapoenda kaburi. Aliniambia maneno haya: unaanza safari ya kwenda kusoma, mwanangu, sijui mwisho wako utakakokuwa. Lakini alikuwa ameyajua maisha yangu na familia yangu na changamoto zote nilizokuwa napitia. Alijua vizuri hata nyumba yangu, baba yangu na mama yangu na maisha niliyokuwa napitia.
Hiyo ni story nyingine ningeweza kusimulia sana, lakini huyu alikuwa kama baba kwangu. Aniambia maneno haya siku ile, alisema unakwenda huko utakutana na watu wengine, hamkuzaliwa na mama mmoja wala baba mmoja. Ninakusihi mwanangu, ukawe mvumilivu, na kokote utakako kwenda tembea na hii ikiwa silaha yako, uwe mvumilivu. Vumilia mengi katika maisha yako, na umevumilia mengi kwenye ukoo wako na nyumbani kwako, lakini zaidi sana unahitaji kuwa mvumilivu huko unakokwenda. Kavumilie. Lakini pili akaniambia, na nakuomba sana mwanangu, uwe mwaminifu katika maisha yako. Ninakusihi tena na tena, kokote utakako kwenda na hujui Mungu atakako kupeleka, ninakusihi na kukuomba uwe mwaminifu katika maisha yako. Na ya tatu akaniambia maneno haya, ninakusihi ukawe na bidii katika kila utakalopewa. Fanya kwa bidii, kafanye kazi kwa bidii katika kusoma, lakini uwe bidii katika maisha yako. Kasome kwa bidii. Ukipewa kazi fanya kwa bidii. Kama ni kazi za mikono fanya kwa bidii. Mahali popote utakakopita uwe mvumilivu, uwe mwaminifu na uwe na bidii katika kila utakalolifanya. Yeye amenifundisha maana ya kuwa mchungaji. Na wachungaji mlioko hapa, nataka niwahakikishie, Kanoni Wilson Malebeto, muda hautoshi kumsimulia yeye amekuwa mchungaji. Moyo wake ni wa uchungaji. Amepata watoto wengi, amepata watu. Na ninyi watoto ambao mmewaacha, angalieni matulo ga watu hao. Angalieni, ni alama ya mtu huyu mchungaji. Moyo wake wa uchungaji. Wamekuja hapa watu, kwa kweli sio kwa ajili yenu ninyi watoto, lakini wamekuja watu hawa kwa ajili ya mtu huyu. Wapo maaskofu hapa 5, tuko 5. Makasisi karibu diocese yote wako hapa. Ni legacy yake. Na hata baba askofu tumeongea naye asubuhi hii, anawasalimieni sana na natoa pole nyingi. Na hakika yake angekuwepo hapa, lakini kama mjuavyo, jana kulikuwa na kupokea ripoti ya jana ya mauaji ya tarehe 29, na askofu mkuu akamuomba awakilishe kanisa letu, na akaniambia kwamba leo asubuhi, alikuwa ameniambia kabisa nitapanda SGR ya asubuhi kabisa na nitakuja, lakini asubuhi akanipigia simu akasema rais tena Ikulu walipeleka wito wa haraka kwamba viongozi wa dini warudi kwa majadiliano zaidi, lakini anatoa pole. Lakini hata yeye, mimi wakati nasoma na baba askofu Chilongani, kanaenda Msalato, na wakati ule yeye ndo alikuwa kasisi, na bado alitutia moyo sisi sote, na hata askofu Chilongani tukisoma wakati ule Kongo. Kwa hiyo ana matunda mengi, hata kama wengine hawajaandikwa hapa. Huyu ndiye Wilson Malebeto. Alipenda Injili na alifanya kazi ya uchungaji. Nilipoombwa kusema maneno hapa, kusema neno la Mungu, nimehangaika sana, kwa sababu na mimi ni mmoja wa watu ambao mtu huyu ameondoka. Wako wengi hapa Iringa huko, na kila mahali alikopita ameleta matunda. Hata wengine hawajatajwa, lakini wamesoma vizuri kwamba waliotajwa tu ni wale wanaowakilisha.
Mimi nimefikiri nitasema juu ya nini. Nimehubiri sana kwa muda wa miaka hii ya karibuni kwenye misiba kwa kutumia somo la mazishi la kitabu cha sala kwa watu wote. Kitabu cha sala cha jimbo hata cha watu wote anyway. Lakini nimekuwa nahubiri mara nyingi habari za Yesu na familia ile ya watoto watatu yatima. Lazaro, Mariamu na Martha. Lakini leo naomba nisikaze hapo. Katika utukufu wako wa milele aliyoutumainia, katika utukufu wako wa milele aliyoutazamia sana, na kwa kujitoa kwingi na kwa huduma yake bora, tunakushukuru kwa huduma hiyo. Tunaomba sasa faraja yako, na fariji kila mmoja wetu hapa, tie nguvu kila mmoja wetu kwa baraka zako zote za mwilini na rohoni. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Kanisa liseme amina. Kanisa liseme amina. Sema tena amina. Barikiwe na Bwana. Tusihi ili sisi tukiupokea mwili mkate huu na kombe hiki kama mwana wako alivyotuamuru tuwe washiriki wa mwili na damu yake. Yeye usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru na kutukuza akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi baada ya kula akakitwaa kikombe, naye akisha kushukuru akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Baba, kufa kwake tutangaza, kufufuka kwake tukukiri, kurudi kwake tutazamia utukufu na wema. Kwa hiyo Baba, kwa mkate huu na kombe hiki tunafanya hivi kwa ukumbusho aliotuagiza mwana wako Yesu Kristo. Tunaitangaza mauti yake iliyo dhabihu timilifu aliyoitoa msalabani kwa ajili yetu mara moja, na kuazimisha ukombozi aliyotupatia. Tunakushukuru wewe Baba kwa ajili ya kufuka kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni, ambako anatuombea daima, nasi tutazamia kurudi kwake kwa utukufu. Nawe utukubali katika yeye, twakusihi. Tujazwe Roho wako Mtakatifu, ili tuwe na umoja katika kanisa lako, ambalo unalikusanya kutoka pembe zote za dunia. Kwa yeye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu. Siku zote ndani yake na yeye ndani yetu. Na tukaribie kwa imani tuule mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetoa na kunywa damu yake aliyomwaga kwa ajili yetu. Tukumbuke ya kuwa alitufia sisi, tupokee mioyoni mwetu kwa imani na shukurani. Mwili wa Kristo utulinde sote hata uzima wa milele. Damu ya Kristo itulinde sote hata mwisho tufike uzima wa milele. Wale watu wa michango waendelee kufanya majumisho. Angalia wenzako mbele wanapoelekea unapokuja. Tuanze kuja, tuje. Kuja kwa wengi tuje. Hapa kuna njia mbili, kuja wengi tu. Kuja wengi tu. Kushoto wa kulia.
duniani safari yetu waelekea kwa Baba. Tujiweke tayari, tuyatende mema. Yesu akirudi, atuite tuko tayari. Sisi tuwasafiri duniani tupita, safari yetu twaelekea kwa Baba. Tujiweke tayari. Naomba tutembee. Kuja sio rafiki, tutembee. Yesu akirudi, atuite tuko tayari. Naomba tuongeze spidi kwa ajili ya kuaga. Tuongeze spidi kwa ajili ya kuendelea. Lakini wakati huo wale wanaokusanya michango tuendelee kuongeza spidi kwa ajili ya kujumlisha vijiji mbalimbali waje hapa, tutakuonyesha mtu wa kupokea michango. Wakimaliza utatu Ebeneza wajiandae. Ebeneza, naomba mkae tayari mara tu watakapomaliza hawa, utaingia kwa ajili ya kuimba. Lakini nikumbushe mkono wa pole utaendelea tu, kama sio leo hata kesho asubuhi. Hivyo wale wenye mikono ya pole msikate tamaa, zoezi hilo tutaendelea baada yao. Kikubwa tu ni waombe tu wavumilivu. Naomba tuongeze spidi kwa ajili ya kuja kuaga. Tunyanyuke kule kwenye viti, tuwe kwenye foleni. Na wakati watu wa Mungu watampa ndani. Watu wa magereko wale kusema sana wale bahati kwa Zoisa wamone maneno Chibago Msalato yuko Chigombi Ilinga yuko mchungaji Oga kwa hata Maraboro yuko Maraga na Kondoa Chemba yuko Zega. Salama anapokea chango hiki mbalimbali huko David yuko hapa Songea studio.
ukabidhi mchango wako. Tuweza tu kwa ajili ya kuaga. Tuongeze spidi kanda huku kwa ajili ya kuaga kama bado hujaga. Mstari wetu ni huu hapa mama. Hapa toa sadaka unaelekea. Tembea kwenye kipindi cha neema. Tusiteze neema isijefungwa. Tusiteze neema isijefungwa. Itakuwa kilio. Itakuwa kilio na kusaga meno. Itakuwa kilio. Itakuwa kilio na kusaga meno. Usicheze neema. Usicheze neema isijefungwa. Usicheze neema. Benanga TV ni yako.